Umewahi kujiuliza kwamba hakuna kazi ambayo inahusisha jinsia? Kazi hii atafanya mwanamke na kazi hii atafanya mwanaume. Na moja ya mitazamo iliyopo katika jamii ni kwamba kuna kazi ambazo wanaume pekee wanapaswa kufanya, lakini pia wanawake hawapaswi kuzifanya. Na mtazamo uliopo ni kwamba kuna kwenye kazi hizi ambazo zinahusisha vifaa vya ujenzi ni kwamba wanawake hawezi wakafanya, lakini kumbe la hasha, hata mwanamke pia unaweza ukafanya pia kazi hii. Nikwambie tu kwamba leo Sky TV imetembelea katika kampuni ya uuzaji vifaa vya ujenzi Dodoma Kaizari, na kikubwa zaidi tutazungumza pia na wanawake ambao wanafanya kazi katika kampuni hii. Watuambie wamewezaje kufanya kazi hiyo ukilinganisha na mitazamo iliyopo kwenye jamii kwamba hii kazi wanafanya wanaume tu. Na moja kwa moja nilikwambia kwamba usibanduke hapo, tunazungumza na Consolata, lakini pia Yvonne, watuambie pia wamewezaje kufanya kazi hii, pengine watu ambao wanawazunguka wanawatazamaje. Langu jina ni Mendi Joseph na moja kwa moja tunaanza kuzungumza na Consolata. Mimi ni Consolata Carol, msaidizi wa Head of Building Material Kaizari. Hakuna kitu kirahisi na hakuna kitu kigumu. Ni wewe kuwa committed, kupenda kujifunza, kujiamini na kuongeza juhudi kwa kile kitu ambacho unakipenda kukifanya. Pia vitu vingi. Moja wako ni kwamba na imenisaidia kuimprove my living standard, kwamba I can afford what I need, I can afford my basic needs. Kitu kingine imeniongezea skills mbalimbali zinazohusiana na building materials, zinazohusiana na utawala. Pia imenisaidia, imeimprove my self confidence, imenipa connection mbalimbali. Cha kwanza nilichokutana nacho ni kwamba kwa sababu ni men oriented, na tuseme labda wabeba mizigo ni wa kiume na watu wengi, yani inazunguka na wanaume. Kitu cha kwanza ni kwamba they like bullying you, kwamba wewe hebu ufanye haraka, sio mimi hiyo. And then vitu vingi nilikuwa sivijui kwa sababu mimi ni direct nimetoka chuo, nikakaa mtaani kidogo, sijui vifaa vya ujenzi zikoje, sijui nondo ikoje, kwamba kumbe nondo ina vipimo vyake. And then unakuja kwa exposed kwenye ulimwengu wa materials za ujenzi. Kwa hiyo ilikuwa ngumu kwangu kuadapt mwanzoni, lakini kwa sababu nilikuwa na juhudi na kitu ninachokipenda, then jinsia ipo, lakini kwa upande wangu niseme ni zile offensive language. Mtu anaweza akatumia offensive language yani anakutamkia tu, au akiwa anaongea labda na mtu fulani, we know. Kwa hiyo hizo pia zinakuwa zinakudiscourage, but kama unajielewa na unajua kitu unachokitaka, they can't bother you. Kwa majina naitwa Yvonne Matemu, ni msimamizi wa biashara ya vifaa vya ujenzi Kaizari Dodoma. Umeosambea. Kuna mahali pengine nilipokuweko, lakini kwa hapa huu ni mwaka wangu wa pili kuwepo hapa. Na mwanzoni ilikuwa sio ngumu sana, lakini pia ilikuwa ni ngumu kwa sababu kuadopt mazingira mapya ambao unakutana na watu mbalimbali, lakini baada ya kujua aina ya watu wanaoishi na mazingira niliopo, ilikuwa ni rahisi sana kwenye kucope na mazingira yaliopo na kujua ninachokifanya na kuendeleza gurudumu hili la vifaa vya ujenzi Kaizari na kuzidi kuwahudumia wateja wetu na kuwapa kile ambacho wanakihitaji. Kwangu mimi binafsi naweza nikasema imenipa uwezo wa kujitegemea, kuwasaidia kuwahudumia watu wangu wa karibu. Pia imenifanya kuwa na nguvu ya uongozi, ya kujua kwamba mimi ni kiongozi nataka kuongoza watu, na pia imenipa confidence ambayo mwanzoni sikuwa nayo, na imenipa uthubutu wa kwamba hata hiki ninachokifanya ambao wanaamini hawakiwezi wanakiweza, na kupitia mimi naamini kuna wengine pia ambao wanaona kama yule ameweza, hata sisi pia ninavyosema ni uthubutu, ni kwamba ukishajua unachokifanya ukaamua na kusema kwamba nafanya, unaweza, bila kusikiliza maneno ya mtu, bila kusikiliza kwamba huyu atakwambia nini. As we know, inaonekana ni biashara ya jinsia moja, so ni vizuri kuondoa jinsia na kujikita zaidi katika kuamua naweza na kuamini kwamba naweza, na naamini pia kwa kufanya hivyo itaondoa wigo mkubwa sana wa kwamba
hii biashara ni ya wanaume tu, wanawake hatuwezi labda kusimamia loan, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba uthubutu ndio kitu kikubwa ambacho kimenisaidia kufika hapa nilipofika. Kuna wanawake wanaamini Watoe hiyo fikra akilini mwao, waamini kwamba hakuna kazi ya jinsia, kwamba hii ni ya kiume tu au hii ni ya kike tu. Wanachopaswa kufanya ni kujiamini, kuamini katika kitu wanachokifanya, kuwa na uthubutu na kutokusikiliza maneno ya mtu, kwa sababu kwa namna moja au nyingine katika jamii zilizotuzunguka maneno ya watu ndio yanayoturudisha nyuma. Lakini unapoamua kwamba nafanya hiki na ukaamua kukifanya, na mimi hakuna chochote kile ambacho kinaweza kukurudisha nyuma. Sisi kama Kaizari tunazidi kuwakaribisha wanawake au wafanyabiashara wale ambao wanafanya biashara labda za hardware, kwamba ni nafasi yao pia ya kukua, wakiamini kwamba Kaizari ndio sehemu pekee ambapo wanaweza wakapata bidhaa kwa bei nafuu, na hata wale ambao ni wajenzi, ni mafundi ambao pia wanaweza fanya kununua bidhaa kwa ajili ya kujenga labda site ndio ya bosi au za kwao, kwamba wanaweza kufanya na isiwe ni ya wanaume, iwe ni ya watu wote. Asante. Usimi tunajivunia kwamba wafanyakazi wa kike ni wengi zaidi ya wa kiume. Wafanyakazi wa kike wako 7 na wafanyakazi wa kiume wako 5. Kwa unaona hiyo gap tayari ipo kubwa, na tukiangalia sehemu zote ambazo ni muhimu zimebebwa na wanawake. Kwa hiyo mimi napenda kuwashauri kwamba tusichague kazi, tufanye kazi as long as kwamba ni ya haki, haijavunja sheria ya nchi, tufanye na inatupa kipato sisi ambacho kinatusaidia sisi na familia zetu.